mwisho. Nitalinda penzi lako, nitatunza heshima yako. Wananiomba mpaka leo na kunipa namba zao, nafikata nachana nao. Baby, kama ilivyo kawaida, wanawake wengi hupenda kusikia maneno matamu kutoka kwa ume zao ama wapenzi wao, lakini yote haya kwa Henry yalitoweka. Ilikuwa ni ndoto katika maisha yangu kuendelea kupata maneno matamu kutoka kwa Henry. Miezi ilikatika, Mwenyezi Mungu alikuwa upande wetu. Nilipojifungua mtoto wetu wa pili, Minza, akaniletea zawadi ya gari. Mimi nilikuwa miongoni mwa wanawake wachache kuendesha gari na Mark II. Wakati miaka 90 mwishoni, nilijisikia vizuri sana na mambo ni kama yalikuwa yananyoka hivi katika familia yetu. Sikumuuliza mume wangu amepata wapi fedha. Niliamini kazi na mazingira yanayofanya kazi kwa sasa ni bora zaidi tofauti na hapo awali. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2001, mume wangu alipata nafasi ya kwenda tena chuoni kusoma kwa muda mfupi huko Dar es Salaam. Nikabaki na familia nikiwa naendelea vizuri na kazi zangu. Alipomaliza masomo akarudi na maisha yakaendelea kwa muda kama kawaida. Baada ya miezi kama 6 kutoka chuoni, mume wangu akanambia nataka kuacha kazi. Nilimshangaa sana. Baba Alfred, tatizo ni nini? Henry mume wangu. Nikampigia magoti mume wangu. Henry baba yangu, kwani unataka kuacha kazi? Au kuna mtu amekuwa kikwazo kwenye kazi yako? Au umefukuzwa kazi mume wangu? Niambie baba yangu, tatizo ni nini? Ukiacha kazi tutaishije mume wangu? Usifanye hivyo. Niambie tatizo ni nini? Nikamuuliza maswali mengi sana lakini hakuweza kunijibu Henry. Wiki moja baadaye akanambia ameacha kazi na ameajiriwa katika shirika moja kubwa la Umoja wa Mataifa, UN Arusha. Kweli hazikupita siku akaanza kuvaa sare mpya za kazi hiyo mpya. Kazi mpya ilituletea mafanikio makubwa sana ya kifedha na kujiendeleza kwa mali. Wakati huo pia nilipata nafasi ya kwenda kusoma chuoni Muhimbili, Dar es Salaam kwa muda wa miaka 5 hivi. Nikaenda Dar es Salaam nikaachana na familia ikiendelea vizuri kabisa. Nikiwa Dar es Salaam chuoni nilipata nafasi ya kwenda nje nchini India kufanya semina ya mafunzo ya maonesho ya afya. Nikiwa India nilipigiwa simu kuwa mtoto wetu mdogo amefariki dunia. Alikuwa ni Alfred. Mwanangu, kwa nini tena? Nilichanganyikiwa kikweli. Nikarudi nyumbani kwa kuchelewa sana. Nikakuta ameshamzika mwanangu Alfred. Alfred mwanangu, sikumuona tena. Kila nikimkumbuka mwanangu Alfred alivyokuwa akinisumbua ilinipa faraja sana, tofauti na kutoweka kwake machoni mwangu. Kwa zaidi yake niliumia nilipoambiwa Alfred alifariki ghafla sana bila kujua hasa ni ugonjwa gani au alipatwa na nini mwanangu Alfred. Niliongea na madaktari, wakanieleza kuwa mwanangu alitokwa na damu nyingi sana mpaka ndani ya jeneza. Baada alikuwa akiendelea kutokwa na damu. Uchungu mkubwa na uliochanganyika ulinipata katika moyo wangu. Sikuamini kabisa. Kwa nini moyo wangu umepata pigo hili? Kwa nini Mungu ameamua kuniadhibu kiasi hiki? Kwa nini lakini niliamini yote ni kwa sababu ya maisha. Niliporudi msibani nilishangaa sana kumkuta mume wangu akiwa na pete kubwa ya dhahabu yenye kinakshi
cha Tanzanite katikati ya mkono wa kuume. Msikilizaji, kwa nini Grace anashangaa kumwona Henry akiwa na pete kubwa yenye nakshi ya Tanzanite kwenye mkono wake wa kuume? Je, Alfred amesababishwa na nini kifo chake? Nini kimemkuta Alfred? Mama atafanya nini? Lakini mume atamwambia nini mkewe? Nini kinaendelea kwa msikilizaji? Ni mapito ya dunia. Kikweli nilipomuuliza kanambia amenunua mjini bei ghali sana, na kwamba hata mimi nimenunuliwa pete kama hiyo. Sikujua chochote, nikaipokea ile pete kama zawadi, nikaona ivaa. Pia kaniambia kuna kanisa jipya limeanzishwa hapa mjini Arusha, ndio tutakuwa tunasali huko. Tulikutana na watu mbalimbali wa mataifa mengine na ibada ilikuwa ni za Kiingereza. Tulienda kutambulishwa na mangu kwa mchungaji ambaye naye pia alikuwa amevaa pete kama mume wangu. Sikujali sana kwa siku hiyo, nilijisikia vizuri sana kwani huko nilimuona mume wangu akijituma sana. Nilijisikia vizuri sana, nilifurahia sana moyoni mwangu. Pia tulipata marafiki wengi sana, ikiwemo familia moja ya Wakameruni walikuwa karibu sana na sisi. Hatimaye tukahamia huko baada ya kuipata ile pete na kurudi chuoni na kujiunga kanisa jipya huko Arusha. Sikupenda tena kwenda kanisani wala kujishughulisha na mambo ya huduma kama wale. Nilijiona mwenye majukumu mengi sana na sina muda wa mambo ya kanisani na huduma. Wenzangu waliponiuliza niliwajibu kuwa niko busy sana na masomo na shughuli za kikazi. Nikawa mzembe sana katika mambo ya imani na huduma pia. Ilikuwa si Grace yule ninayemfahamu, na wala sikuhitaji kuendeleza kazi kama ilivyokuwa ya kutumika kama awali. Lakini siku moja nikiwa Dar es Salaam wakati wa fellowship za chuoni, ndugu mmoja alitutembelea kahubiri kwa nguvu sana. Akatuambia kuna mtu amezingirwa na roho mbaya wa kichawi zinazotafuna familia yake. Sikuelewa hata kidogo, wala hakupita mtu yeyote mbele yake. Siku hiyo yule mhubiri alilia sana kwa uchungu mpaka mwisho wa ibada. Hakuamini kwamba kwa nini tumekuwa gumu kwenye mioyo yetu, lakini sikujua ni nani mwenye tatizo hilo. Baada ya kumaliza masomo mwaka 2007, nirudi Arusha, nikapata marafiki wengi sana na mitandao mbalimbali ya kibiashara ndani na nje nchi. Pesa ilikuwa ni nyingi na kubwa sana, mpaka nikashangaa kuwa ni baraka za namna gani Mwenyezi Mungu ameamua kutushushia katika familia yetu. Mwaka 2009, siku moja nilishtuka na kitu kimoja pale mangu aliposahau pete yake ile nyingine anayoivaa mkono wa kuume, sio ya ndoa, nyumbani. Bila kujua, nilipoiona nilihifadhi kwenye mkoba wangu nikaondoka nayo. Kumbe nyuma yangu mume wangu alirudi nyumbani ghafla na kuitafuta sana pete ile. Hatimaye akanyanyua simu akanipigia. Nikamwambia, mume wangu, ninayo mimi huku, nimekuhifadhia kipenzi. Cha ajabu, alipokuja ili nimpe ile pete haikuwa tena kwenye mkoba. Nilijikagua sana na kuuliza wafanyakazi wenzangu, lakini pete ile haikuonekana. Mume wangu alighadhibika ghafla, alionekana kuchanganyikiwa, akaanza kunishambulia kwa makofi na matusi, akiwa ni mtu mwenye hasira kubwa sana. Sikuweza kumuona mume wangu akiwa kwenye hasira na ghadhabu kubwa kiasi kile. Henry, mume wangu, unanifanyia hivi kwa nini Henry? Alinidhalilisha hadharani mbele ya wafanyakazi wenzangu na kuniamrisha twende nyumbani haraka. Ofisi yake ilikuwa ni karibu na ofisini kwangu, lakini alinipandisha kwenye gari yake na tukaelekea nyumbani bila kupita ofisini kwao. Kwenye gari tulikuwa tukigombezana, kwa nini umenifanya hivi Henry? Unanidhalilisha, mimi ni mkeo.
kuna nifanye hivi Henry? Lakini hakunijibu zaidi ya kuendelea kunitolea maneno makali na kuonesha kwamba amekasirishwa sana. Muda wa kukawia tulifika nyumbani. Ugovu ulikuwa ni mkubwa sana mume wangu. Alinipiga kwa kweli. Baadaye watu walikuja, lakini hakuweza kuingia ndani kwani kulikuwa kumefungwa. Mume wangu alinifungia kwenye chumba kimoja na nikamsikia akiwapigia simu watu kadhaa huku akilia kwa uchungu sana kama mtoto mdogo. Sikuelewa kwa kweli. Mchungaji wa kule kwenye kanisa letu alikuja na mtu mmoja ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu na familia yetu, lakini alikuwa ni foreigner, yani ni mgeni kutoka taifa lingine. Walipofika waliongea na mume wangu kwa muda alafu wakaondoka. Mume wangu akaja akanifungulia mlango akanambia tuongee mke wangu. Wakati huo alikuwa ni mpole sana na mkimya asielia tena. Akanambia, mke wangu, ile pete iliyopotea ilikuwa ndo maisha yetu. Alinipa huyo mchungaji na ilikuwa na masharti makubwa sana kwa lazima niivae mimi peke yangu na isikae muda mrefu nje kidole changu. Kwa ufupi, ile pete haikuwa ya kawaida. Ile pete ilikuwa ni ya yule mtoto wetu Alfred aliyekufa miaka kadhaa iliyopita. Unasema nini Henry? What you talk? Unazungumza nini Henry? Nilishtuka kujua hata ile pete iliyopewa mimi haikuwa mkononi mwangu. Nikatazama wakati huo, lakini haikuwa hapo. Ilikuwa imetoweka. Henry baba, kwa nini unanifanyia hivi? Sikujielewa msikilizaji. Kiza nene kilitawala katika macho yangu na sikuelewa chochote kilichoendelea baada ya hapo. Nilipozinduka nilijikuta nyumbani kwa mchungaji nikiwa nimelazwa kitandani. Kumbe nilipozimia nilipelekwa hospitalini na pia mume wangu akakamatwa na polisi, akaweka lock-up, lakini akaachiwa baadaye kutokana na ushawishi wake pale polisi na alipoelezea anavyojua na yeye. Alipotoka kaja usarini wakanichukua mpaka nyumbani kwa mchungaji. Nilipozinduka nikamwona mchungaji na yule rafiki yetu Mkameruni walikuwa wamevaa pete kama ile ya mume wangu iliyopotea. Hawakunisemesha kitu wala hawakuomba, lakini waliondoka kule chumbani wakiniacha na mume wangu. Mara baada ya kupata ufahamu, Mungu alinichukua mpaka nyumbani. Tulipofika hatukuongea kitu mpaka asubuhi yake. Mapenzi yanatesa. Pigo la ndoa. Nimekuambia msikilizaji, nimemwalea kukuletea simulizi ya Pigo la Ndoa. Nisamehe sana sauti yangu iko murwa sana, ili kutokana na hali ya hewa. Kama unavyojua mafua ni lazima mwanadamu ya kupate, hasa kwa hali ya hewa, hasa kama wilaya Makete. Hiyo ndo shaka hilo. Kikubwa ni kuweza kupata nini utakipata katika Pigo la Ndoa. Baada ya kuamka, yeye alienda mjini. Baada ya karudi akiwa bado mwenye mawazo na wasiwasi mkubwa sana. Siku hiyo ikapita na kesho yake marafiki zangu walikuja kunitembelea ili kunipa pole, lakini hawakuruhusiwa. Kumbe mangu aliwaambia watu pamoja na ndugu zangu kuwa nimemwibia mali nyingi sana, nimeficha kusikojulikana. Ndugu zangu alipokuja aliwaruhusu kwa masharti kuwa nisimwambie ukweli kwamba hiki ndicho kinachotutesa katika maisha yetu. Msikilizaji, ungelikuwa ni wewe, je, ungelikubali masharti hayo? Kwamba bebe lawama za kwamba umeiba mali zote za moyo? Yote ni katika Pigo la Ndoa. Ndugu zangu alipokuja aliwaruhusu kwa masharti hayo, nami nilikuwa sina namna. Alinitishia kuwa nikisema kweli tutakufa wote. Maisha iliendelea kwa siku kadhaa. Nikaendelea na kazi, lakini nikiwa mwenye mawazo makubwa sana. Nikaomba off kazini kwa muda ile nipata uweni ya kutuliza akili yangu. Mungu naye akaomba off kazini kwake, tukawa tunashinda ndani tu. Nyakati za usiku nikiwa nimelala, mara nyingi niliota ndoto kwa Alfred
Mwanangu ananiita, yuko barabarani, anahangaika akiwa analia, mama, mama, nisaidie mama, niko hapa mama, unioni mama, na ile pete iko hapa. Nilishtuka sana, nikamwambia mwanangu. Ananiuliza mwanangu kwamba nimsaidie. Mungu akaniuliza, anakwambia yuko eneo gani? Nikamtajia eneo hilo nilipoota. Ananiambia kwamba ipo ile pete. Basi kikweli Mungu aliamka akaondoka eti kuifuata ile pete kwenye lile eneo. Lakini ile pete haikuwahi kuonekana, na maisha yetu yalianza kuporomoka siku hadi siku. Maisha yalibadilika ghafla. Janamu ilianza kunitawala katika maisha yangu. Mungu hakuwa na furaha tena. Wasiwasi ulimjaa zaidi ya kipindi cha awali tulipokuwa tukiomba tukikesha Mwenyezi Mungu aweze kufungua milango yetu. Yeye alikuwa ni mtu mwenye majonzi na wasiwasi sana juu ya maisha yetu siku zijazo. Wakati huo aliwafukuza wafanyakazi wote wa nyumbani na alikuwa akininyanyasa sana. Henry akaninyang'anya na simu yangu, akiwa ananifungia ndani nisitoke nje. Siku moja akitokea mjini, katika mzunguko yake alinijia na habari mpya kabisa, akidai kuwa ndio suluhisho la tatizo letu. Aliniambia kuwa ile turejee katika maisha ya awali, inabidi Minza apoteze maisha. Msikilizaji, je, ungelikubali mtoto wako kipenzi wa pili naye apoteze maisha kwa ajili ya faraja ya maisha ya ulimwengu? Hiki ndicho ambacho Henry alimwambia mkewe Grace. Akamwambia, mke wangu kipenzi, tafadhali, ili turejee maisha yetu ya awali, lazima Minza tumpoteze, tumuue naye. Binti ambaye ni faraja iliyobaki kwenye familia, na kwamba kwa siku zote za maisha yetu kuanzia siku hiyo itakuwa ni marufuku kufanya mapenzi kwa njia ya kawaida, ila tu kinyume na maumbile, yani awe na mwingilia kinyume na maumbile ya mwanamke. Je, ni kwa ajili ya pesa ama nini? Henry, unataka kunifanyia hivi? Unyama gani unataka kunifanyia? Usithubutu kufanya hivi. Siwezi kukubali Henry. Ni kwa ajili ya pesa? Maisha gani tunaishi Henry? Angalia maisha yetu ya awali, tuliishi kwa furaha, tulimtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa nini sasa tunafika huko Henry? Leo ndo kuniingilia kimwili Henry? Tafadhali mwanangu, usifike huko. Akanambia kuna namna nyingine ya kurejea maisha yetu zaidi ya hivyo. Nilishtuka sana, nikaogopa mno. Bora nife nawe, tupendane kweli, tuyakwepe na mayowe, kesho tusife. Bora nife nawe, tupendane kweli, tuyakwepe